kweli nimejawa na moyo wa shukrani. Kilichonifurahisha kwa kiasi kikubwa ni kuweza kuona kwamba movement ambazo tunazifanya zimeonekana, zimetambuliwa. Mimi najihesabu ni mama na naturally mama ni kiongozi. Kwa hiyo kwa muda wote takriban miaka 10+ nimekuwa nikifanya hizi harakati za kuunganisha wamama, mabinti, kuwa mentor, kufanya vitu vingi kwa ajili ya jamii yetu, lakini sio kwa ajili labda ya kushindana ama ya kutegemea kitu kingine tofauti. Lakini recently nimeona kwamba taasisi ya mwanamke na uongozi wametambua, na hii ni pongezi, na kimsingi imenipa chachu ya kuendelea kwamba na kuniaminisha kwamba ninachokifanya ni sahihi. Kwa hiyo ni wakati wangu sasa wa kukaza kamba za viatu, kuhakikisha kwamba kila mwanamke anakuwa kileleni. Na labda niseme message yangu kwa wanawake wenzangu, kwa muda wote tumekuwa tukiyafanya haya kwa kiasi kikubwa ni katika kuhudumu katika umalkia wetu. Mimi nasemaga sisi sio wapambanaji, sisi ni malkia, na malkia ni kuact sawa sawa kuhakikisha jamii inakuwa salama. Kwa hiyo katika kuyafanya haya tunaunganishana kama jamii, kuelekezana namna ya kukidhi mahitaji ya kila siku kwa maana ya utafutaji, lakini mwisho wa siku tubaki katika nafasi zetu za umalkia kuwa walezi wa familia. Tuna imani kwa uwezeshwaji wa mahiri ambao umeufanya kiongozi wetu, kigezo chetu cha mwanamke Tanzania, mama ambaye ni kinara wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Uwezeshwaji wa mikopo ya wanawake imekuwa ni fursa adhimu ya kuhakikisha mwanamke anabaki katika utu wake bora, wa kuhakikisha jamii inakuwa salama, ili tuendelee kuweza kuzalisha wananchi ambao ni mahiri, lakini viongozi, kwa sababu viongozi wanatokana na sisi wa mama. Kwa hiyo kwangu ni chachu mpya ni ari ambayo imenisogeza katika kuendelea kufanya sawa sawa kile ambacho nimekuwa nakifanya. Na rai yangu kwa wanawake wenzangu, tuendelee kushikana mikono, tuendelee kuongozana, haijalishi nani ni mkubwa. Tumeona leo taasisi ya mwanamke na uongozi ambayo kiongozi wake ni Shamira, ni binti mdogo, lakini leo hii ametuonyesha kwamba hata wazee tunaweza kujifunza kwa mabinti. Na wakati tunatizama, wanasema katika kile ulichonacho unaweza kushare na yoyote. Kwa hiyo haijalishi una nafasi gani katika jamii, uwe mkubwa uwe mdogo, mnaposhirikiana, mnapokaa sawa sawa, basi jamii inakuwa salama na mambo yanakwenda mbele. Kuweza kumalizia vyema kabisa, kuanzia sasa unaenda kuongeza kitu gani zaidi baada ya kupata zawadi? Sidhani kama kuna cha kuongeza, ila nikupigia mstari yale ambayo tunayafanya. Tubaki kuwa malkia, tubaki kuwa walezi, tuendelee kuwa watafutaji, kwa sababu fursa zipo, tuzitafute. Fursa hazitufati, tuzitafute. Leo hii hapa ilikuwa ni fursa pia. Kwa hiyo tunaenda kuongeza msuli pale ambapo tumekuwa tukifanya. Maneno yako mazuri kwa kuweza kumalizia kwa Madam Shamira, hiki ambacho ameweza kukifanya siku leo. Mimi Shamira nampa maua yake, na Tanga Women's Gala normally tunatoaga mkaja wa mama. Labda mimi niseme ni mmoja wa wanufaika wa mkaja wa mama kwa mwaka huu, kwa sababu ana elementi za uongozi. Sifa ya kiongozi kubwa ni kuunganisha watu. Ameweza kutukusanya wanawake wa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa muktadha huo, yeye ni kiongozi, sisi tutamtunza na kumwenzi kwa maslahi mapana ya taifa letu, lakini we are super proud of kwamba ni mwanatanga na ni kiongozi na anaweza na ameweza na anaweza. Kwa hiyo sisi tutaendelea kumuunga mkono, hatumtii moyo wa kusema aendelee kupambana, tunajua hapambani, anafanya kile ambacho Mwenyezi Mungu amemruzuku. Tutazidi kumwombea dua amwezeshe afike pale anapopataka kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu. Shukuru sana. Asante.